Ni kupashe mengine ya masuala mazima kukabiliana na masuala ya saratani. Sasa huu ni ugonjwa. Serikali ya kitaifa imeendelea kujitahidi kukabiliana na ugonjwa wa saratani ambao umeendelea kuathiri idadi kubwa zaidi ya watu humu nchini. Takwimu zikionyesha kuwa takriban visa vipya 44,000 vya ugonjwa huo hurekodiwa kila mwaka, huku watu 29,000 wakiaga dunia kila mwaka kutokana na saratani. Ulimwengu unapoadhimisha siku ya saratani dunia hapo kesho, wito umetolewa kwa wananchi kuhakikisha wanafanyiwa vipimo vya mara kwa mara dhidi ya saratani ili kupokea huduma za matibabu. James Mwangi anaarifu. Huku ulimwengu ukijiandaa kwa ajili ya maadhimisho ya siku ya saratani duniani ambayo huadhimishwa tarehe 4 mwezi Februari kila mwaka, serikali ya kitaifa imeendelea kujitahidi kukabiliana na ugonjwa huu kwa kuongeza fedha za matibabu ya saratani kupitia bima ya afya ya SHA hadi shilingi 800,000 pamoja na kuhamasisha umma kuhusu umuhimu wa vipimo vya mara kwa mara dhidi ya saratani. The Social Health Authority has enhanced the oncology benefit package now from the 550 to 800,000 per patient or per household. Kulingana na takwimu za Wizara ya Afya nchini, takriban visa vipya 44,000 hurekodiwa kila mwaka, na kati ya visa hivyo takriban watu 29,000 huaga dunia kila mwaka. 29,000 Kenyans die every year, and close to 44,000 Kenyans are diagnosed every year. So it's a top priority. Wizara ya Afya nchini pia imetaja saratani ya njia ya uzazi kuwa aina ya saratani ambayo imeathiri idadi kubwa zaidi ya wanawake nchini. Takwimu zikionyesha kuwa takriban visa vipya 5,845 hurekodiwa kila mwaka, huku takriban wanawake 3,561 wakifariki kila mwaka kutokana na saratani ya uzazi. Every year we are having 6,000 women detected for cervical cancer. And out of the 6,000, we are losing more than 3,000 women, almost 3,500 women. Every year they die because we detect and we find that the disease has already taken shape and cannot be reversed. So they end up dying. Serikali imeendelea kujitahidi kuboresha utoaji huduma za matibabu ya saratani kwa kuongeza upatikanaji wa mashine za uchunguzi pamoja na tiba. Hatua ya hivi majuzi ya uzinduzi wa mpango wa kitaifa wa kukabiliana na saratani ya njia ya uzazi wa mwaka wa 2026, mwaka wa 2030 ukitarajiwa kuimarisha tiba, ugunduzi wa mapema na matibabu kwa wagonjwa. We are working very closely with the county government, and especially in regards to the issue of equipping the facilities, because we also do not want people to travel very far to get the services that they can get easily in the facilities that are within or within their geographical area. James Mwangi, makala ya Undugu Afya.